Yeremia 6 mstari 14. Mstari wa 14. Na 8 11, soma moja tu hiyo. 14, soma hiyo 6:14 Yeremia. Anasemaje? 16. 6:14. Wameponya jeraha ya watu wangu kwa juujuu tu. Alafu wakisema amani. Amani, amani. Kumbe hakuna nini? Wala hapana amani. Yaani watu wengi hawana amani kwa sababu mara nyingi watu wanafikiri msamaha ni ile join. Msinyi mmegombana hapa. Join hapa. Mshike mkono mwenzako. Mshike mkono. Mwambie nimekusamehe kuanzia leo. Mwambie nimekusamehe kuanzia leo. Yaani yaani unafikiri hao washafanyaje? Yaani mnasema amani. Kumbe hamna amani. Yaani kama vile mnajiridhisha. Kama vile mnajaribu tu kuonyesha kwa nje mmesameheana, lakini ukweli bado msamaha haupo. Kwa watu wengi hauna amani. Ukiona hauna amani na mtu, nenda kajitafiti moyoni mwako. Katafiti kwa ndani. Kwa nini sina amani? Ukija kufuatilia ni kwa sababu haujafanyaje? Maneno zako kwa sababu hujafanyaje? Kwa hiyo leo tumuombe Roho Mtakatifu hizi siku mbili, leo na kesho. Tumuombe Roho Mtakatifu atupe moyo wa kusamehe, atupe maamuzi ya kusamehe, atupe neema ya kusamehe, ili hata ukimuona mtu uwe na amani naye. Halo? Hebu mtikise mmoja kumwambie moyoni mwako kuna umebeba mambo mangapi humo ndani? Halo? Sasa unasema amani. Watu hata mke na mume au mahali mnafanya huduma pamoja au kwenye jumuiya. Yeye anasema mimi unafikiri na shida naye? Sina shida naye. Mbona nikimuona na furahi naye? Hata kwenye harusi yake nilienda, hata mchango nilitoa. Hiyo haijalishi. Yaani hiyo kuchukua. Yaani hata wewe kama umemkosea mtu sema, "Mbona mimi sina shida naye?" Yule kaka hana shida na mimi. Kwa nini? Mbona hata kwenye harusi yangu amenichangia? Kukuchangia sio kwamba ameshakusamehe. Tunaelewana jamani? Kukuchekea si kwamba ameshafanyaje, amekusamehe. Hata kama ni mke wako, tengeneza amani ya moyo. Kama unaona yule mwanaume huna amani naye, bado hujamsamehe. Unajikaza, unavumilia. Jamani, kusamehe sio kujikaza. Kusamehe sio kuvumilia. Japokuwa uvumilivu ni tunda la Roho Mtakatifu. Tunaelewana jamani? Uvumilivu ni mzuri. Na kati ya kitu ambacho Mungu amewabariki wakina mama ni uvumilivu. Jipigeni makofi. Sio, unajua uvumilivu tofauti na kusamehe. Wakati mwingine mnatuvumilia sisi wanaume. Si ndio Niende wapi? Shazaa naye watoto wawili. Nitafanyaje? Ngoja tu nivumilie. Sio lakini usisahau anayevumilia anafika mwisho. Nimevumilia. Sasa nimechoka. Lakini anayesamehe huwa afiki mwisho. Si ndio Anayesamehe anasamehe tu. Unachagua moja. Unachagua uvumilivu mama mkwe au unachagua kusamehe? Eti mama chagua. Mama akachagua uvumilivu. Halo? Hataki kusamehe maana yake, sio? Utaki kuanza upya. Unaona tatizo la watu wengi sana. Yaani wako tayari kuvumilia lakini sio kufanyaje? Kusamehe. Mnatibu naona mambo yalivyo watu wengi. Na hata padri akisikia atashangaa sana. Kwa hiyo watu wengi kweli wana ile hali ya uvumilivu lakini sio kusamehe. Utasikia mimi acha tu nimvumilie huyu mwanaume. Kashakuwa mume wangu nifanye. Msamaha si uvumilivu. Msamaha ni maamuzi ya ndani. Hata ukimwona unamfurahia, unacheka, unamnunulia zawadi. Au sema amina. Kwa hiyo msamaha sio jambo la juu tu. Hapa limeandika si jambo la nini? La juu tu. Ni jambo linaloanzia moyoni, linaloleta amani ya nini? Ya moyo. Tunaelewana, tuko pamoja hapa? Msamaha si jambo la nini? La juu tu. Ni jambo linaloanzia wapi? Moyoni. Tena linaloleta amani ya nini? Ya moyo. Yaani si jambo la juu tu. Yaani kwamba mimi bwana imeisha. Najua hii ndio tatizo kubwa la sisi wanaume. Mzee wangu, wanaume wanaelewa. Kati ambavyo wanaume tuna matatizo ni hilo. Yaani ndio chana nayo mambo hayo. Itayo. Na wazali. Kumbe ndani anafanyaje? Yanauma. Unafikiri kwa nini? Wanaume msije mkafikiri mimi nawapendaga wanawake hata kwenye huduma wanalia. Bora mlie.
Sisi wanaume hatulii. Yaani kuna vitu vinatuumiza. Eti wanaume wenzangu. Ya mzee niangalia. Kuna vitu vinatuumiza baba. Kuna vitu wanaume vinatuumiza. Hata unakuta hata mke wako anakuumiza. Lakini kwa sababu ya wanaume unajikaza. Sasa achana naye mambo bwana. Achana. Kumbe ndani anauma. Yaani umwambii, mimi nitawaambia kitu kimoja. Yaani kati ya kitu ambacho nataka nikwambie, sisi wanaume kama una mke, mwanaume, ukitaka kupona na mke wako, huo unamtoaga out. Sikia unamtoa out. Sio lazima utafute kitimoto kilo ngapi. Mimi na siku moja nitafuta kilo 3 nakaa naye mahali. Na kunywa Pepsi au nani kidogo afu nakaa. Naambia mama, sasa nikwambia hapa mimi nimekuwa kwa mambo haya mawili. Ya kwanza kukuambia kwamba juzi wakati tunaongea nilijisikia vibaya. Kweli. Anakula kitimoto, sio? Juzi niliumia. Mimi nafanya hivyo kwa sababu nataka niishi miaka mingi. Sitaki kufa mapema. Sasa nikae ni bebe tu moyoni bila kumwambia. Vipi bwana? Kwa hiyo namwambia bwana hapa, umesikia mratibu? Hivi mratibu kaoa huyo? Namwambia mama, angalia nimeumia. Anaumia nini naambia? Na ule utaratibu wangu. Jambo hivi juzi wakati tunaongea. Unajua Mchaga anaongea kwa nguvu sana. Mchaga wakati mwingine tena ukimpata mwanamke ambaye ni mzaliwa wa kwanza, yaani mwanamke ambaye kama ni Mchaga afu yeye ni wa kwanza kuzaliwa, utapata tabu. Yeye anafikiri anaongea kama anaongea na wadogo zake. Kwa hiyo muda wote anafoka tu. Sio kama akupenda, anakupenda. Hivi jana ulivyokuwa unaongea, ulikuwa unaongea kama unaongea na mdogo wako au na wadogo zako? Ndio. Anaomba msamaha na mimi namsamehe na moyoni nafanyaje? Napona. Vipi bwana? Si jambo la juu tu. Yaani kuna vitu vingine tunachukulia zizeize tu. Wakati moyoni tumefanyaje? Tunaumia wanaume. Eti kijana, ukioa kama umeoa, usikubali kukaa nalo moyoni mzee wangu. Mzee wangu mpige makofi mzee yule. Ananisikiza vizuri sana. Halo? Kwa hata wewe unayefuatilia online, kama una jambo lolote, aliko msamaha si jambo la juju. Linahitaji maongezi. Naelewa? Linahitaji mazungumzo. Linahitaji kuamua kutoka ndani. Alihitaji tu kwamba achana hayo mambo. Na hapa nimeandika vitu kadhaa hapa kwamba watu wengi wanajua ndio wameshasamehe. Hapa nimeandika hapa kingine. Yaani kuna kitu cha kujua nimeeleza ambalo sio msamaha. Wengi wanachukua ni msamaha. Nimesema msamaha sio kusahau. Tunaelewana? Yaani sio kusahau. Yaani unajua kuna mwingine kuna jambo umetendewa na mume wako. So unafikiri kusahau ndio umesamehe. Si unanielewa wewe unanisikiza hapo kwenye mtandao wa kijamii. Yeye unafikiri umesahau. Yaani hata kama ni miaka 2 3. Kama hujasamehe tu ni umesahau. Na umesahau kwa muda. Unaweza kusahau miaka 2, unaweza kusahau mwaka mmoja, unaweza kusahau miezi 3, unaweza kusahau miezi 6, unaweza kusahau. Sasa ile haiashirii kwamba wewe umefanyaje? Umesamehe. Wengi tunasahau mambo tuliyoumizwa. Lakini yapo mpogolo mwenzangu, yamejificha kimya. Kesho kuna sindano hapa tunatumbua hata vilivyosahaulika kesho. Tunavitumbua vilivyofanyaje? Niambia, ni afadhali mtu aliyepata ajali akaumia jeraha nje likaonekana. Wataalamu mnasemaje? Kweli si kweli? Kuliko jeraha wapi? La ndani. Kwa sababu la ndani linatengeneza usaha. La ndani linatengeneza kitu ambacho nje akionekana unafikiri kwa usalama, kumbe ndani kuna vilia tu. Ndivyo hata kwenye mambo ya msamaha. Yaani unakuta ndani kuna umia, ndani kunaendelea kuoza, mama unaendelea kuendelea na maisha, kumbe ndani kumefanyaje? Kuna usaha. Kuna leo na kesho tunataka Roho Mtakatifu asafishe usaha wa kutokusamehe kwa Yesu. Halo. Kama hata mweza kumwambia kuna usaha ndani humo. Kwa hiyo si jambo la juu. Ni jambo linaloanzia wapi? Moyoni. Jambo linaloleta amani ya moyo. Na hapa nikasema msamaha si jambo si kusahau. Mama mzako kusahau. Na kuna baadhi nasema bwana samehe halafu sahau kabisa. Hivi wewe unasahauje mtu aliyekubaka? Hivi kweli jamani? Tumekubaka unasahau? Unatakiwa ukimkumbuka mtu aliyekubaka, hata ukikumbuka humu ndani hauna uchungu naye. Unaona kama ni sehemu ambayo umepita kama alivyopita Yesu
alikataliwa, alisemwa nini, na wewe umepita hilo eneo, mwambie Mungu nimeachilia. Maisha yanafanyaje? Yanasonga mbele. Lakini sio unabaki alinibaka. Alifanya hivi. Unajiua. Utakufa mapema. Utaonekana mzee kumbe kijana. Pige wazako kwa kumwambia wewe kijana tu wala sio mzee. Moyoni kumejaa vitu vingi tu. Sema amina. Mtakatifu anasema msamaha sio kufanyaje? Sio kusahau. Na hapa nikaandika msamaha sio kujifanya. Yaani unaweza kukutana na mtu kusema, "Hey, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo." Akitoka shenzi kabisa. Mbaya. Iko kabisa. Sema Shekuona mama amewasha moto wa mkaa. Kesho mtu anakuja kuomba, naomba, yaani si umewasha mkaa. Yale mnaokaa huku Salasala. Huku Salasala sio Uswahilini, huku sana huku. Unakaa sisi tuliokaa Uswahilini Manzese, unawasha moto wa mkaa, alafu ni mapili. Naomba kidogo moto anakupa. Kesho kieka anachukua hata kuomba maombi. Anachukua kidogo tapu. Unamuona. Sasa, bwana nichukua usijali. Akiondoka amezoea pumbavu shenzi kabisa. Yaani kwani usimwambie bwana hiyo tabia sifanyaje? Sipendi na usichukue tena. Alafu kwani wewe una tabia kuacha? Sasa unajiumiza wewe. Wewe ndio unajitesa kwa sababu kashaanza. No. Nimeweka moto pa atachukua. Kila siku unaanza kunungunika, unajiumiza mwenyewe, unajiumiza. Nimeweka moto. Jamaa mimi nimekulia Mlati, nimeshaona mama, sipenya ngambia mama, kwani usimwambie? Utazua ugomvi, sasa ugomvi wakati unaumia. Alo. Kwa hiyo msamaha sio hali ya kujifanya. Unajifanya mtu kama unafurahi hivi, kama una amani na mume wako, kumbe ndani ufanyaje? Una uchungu ndani, unasikia unamtukana matusi ya ajabu, mwanaume hana adabu, mwanaume sio amenionaje. Sasa msamaha sio kujifanya. Na wengi tumejifanya tumesamehe, kumbe hatujasamehe. Muulize familia ya Daudi. Daudi alizaa watoto wake wakina nani? Wakina Abnoni, Absalom, Tamari, nafikiri Absalom, Abnoni akambaka Tamari. Tamari walikuwa mama tofauti. Alipombaka nani, Absalom aliumia sana baada ya dada yake kubakwa. Baada ya muda akazaa, Absalom akaenda kuishi mbali kwa sababu hasira. Sasa baadaye Absalom akajua kwamba kaka yake kamsamehe kwa sababu alikuwa anampa zawadi, anamsaidia hiki. Kumbe ndani mwanasikia kuumia. Fungu libaki ndani, hasira ibaki ndani. Sasa kuna nyakati akaandika barua, akamwandikia baba yake, akasema akamwandikia, "Namuomba Abnoni aje kwenye sherehe." Sio, unaelewa? Baba yake akakataa. Barua ya kwanza akakataa, barua ya pili akakataa, barua ya tatu Daudi akasema acha tu aende, akaenda. Kumbe Absalom hasira kumsamehe baada dada yake kumsamehe. Yaani yule Abnoni wao ni baba mmoja lakini mama tofauti. Sio, unanielewa hapo? Sasa alimbaka dada yake Tamari ambaye ni baba mmoja mama mmoja. Kasome hiyo kwenye habari kwenye Biblia. Sasa alipoenda yule Abnoni kwenda kule, alifikiri ameshasamehewa. Alipofika kule, akawaambia wale watu kwenye sherehe, "Mtakapoona amekunywa pombe, amelewa, pigeni mawe mpaka uwao." Kwa sababu gani? Huyu alishawahi kumbaka nani? Dada yangu. Kwa hiyo msamaha sio kujifanya. Unaweza kukuta umemtendea mtu makosa, wewe ukafikiri kwamba anakupa zawadi, mnacheka, mnafurahi, ukafikiri mambo yameisha. Kumbe huyo mtu amefanyaje? Anajifanya, ana pretend maisha kwamba hana shida na wewe, kumbe ni uongo. Msamaha sio kupretend, wazungu wanasema. Lakini pia anasema msamaha sio kujihesabia haki. Tunaelewana eh? Sio kujihesabia nini? Haki. Ukijihesabia haki, yani Yesu alipokuwa msalabani angejihesabia haki, angetusamehe sisi. Sasa kuna watu wengi ukimwambia samehe, nani asamehe? Yesu ndo alinianza. Yeye ndo alinitendea. Anafikiri nini sasa? Yaani mimi niende nikamwambia eti nimekusamehe, naumwa wala ni fenalo, kufa nalo. Na utakufa nalo kweli. Sababu msamaha sio kujihesabia nini? Sema kwa nguvu. Mbona mnatia huruma hapa? Sema kwa nguvu. Usijihesabia haki. Unanisikia hapa? Unajua yeye ndo alianza. Si nini? Mimi hata sikutaka kulala naye mule. Yeye ndo akanishawishi, nikaingia chumbani, nikapata mimba, afu niende nikamsamehe. Wapi? Uwezi. Ukijihesabia haki, uwezi kusamehe. Mungu ni mwema. Ukianza kujihesabia haki kwenye msamaha,
nataka nikwambie, utakaa na hilo jambo hata miaka 20. Utasoma semina zote za makuzi maisha ya kiroho, ukihesabia haki. Na tunajifunza kwa Yesu. Tunajifunza kwa Stefano, anapigwa mawe, lakini anasemaje? Baba uwasamehe, si ndio? Kwa hiyo yeye nani anapigwa? Yeye alifanya chochote kibaya? Hapana. Kwa hiyo msamaha sio kujihesabia haki. Ukitaka kumsamehe baba yako, mama yako, msamehe bila kujihesabia haki. Semeni amina. Hebu mtikize mwenzako, mwambie sema amina tena. Mwambie najua sindano inaingia hiyo. Sio kujihesabia haki. Halo. Siku moja mimi naongea tu ushuhuda wangu binafsi. Nikiwa na miezi miwili mimi na mke wangu, kipindi hicho bado tu tumefunga ndoa. Mimi na tabia kukaa pamoja kanisani na mke wangu hata na watoto. So sasa siku ya misa imeisha kama hapa, nikatoka nje. Kwa misa ilivyoisha kule nje, Bwana awe ile misa ya mwaka mpya ile usiku ile. Bwana awe neni kwa amani, bariki. Tukatoka nje. Sasa mimi nje nikaanza kuapa heri ya nini? Ya mwaka mpya. Hebu inuka hapa dadangu. Nikaanza kumpa jamani, heri ya mwaka mpya wao. Heri ya mwaka mpya wao. Heri ya mwaka mpya wao. Tena mke wangu huduma yake ni praise worship. Heri ya mwaka mpya wao. Hebu inuka kidogo, heri ya mwaka mpya wao. Si ndio jamani? Sasa kumbe mke wangu amekaa mahali ananiangalia, tunatoa heri ya nini jamani? Heri ya mwaka mpya. Moyo Mchaga amekasirika. Sichezeni na Mchaga aliyekasirika. Tena mkibosho. Mbona mmeguna? Kwa hiyo mmoja akanambia, "Mbona mke wako pale?" Tena ni mkarismati. Huduma yake ni kusifu na kuabudu. Nikaenda mwenye nikamuona yeye. Hem, njoo sasa hapa. Yaani mimi ndo hiyo mke wangu. Hem, sogea kidogo pale. Alafu kimbia kidogo honi. Njoo. Njoo ni wao basi. Sogea rudia tena. Kimbia kidogo afu unakuja kuniwao hiyo. Wewe, kanifanya. Tena nimemuonea huruma. Nilisukumwa, nikayumba ta. Pili za watu kanisani. Sasa nilianza kuzungumza huko ndani kila maneno. Sasa mwanamke ana heshima kabisa. Miezi hata mitatu hamna. Hivi tutafika mbali kweli huko ndani? Sio hata mitatu yenyewe. Yaani ndoa tumefunga mwezi wa 11. Naelewa hiyo. Atakujua mwaka mwezi wa 11. Halo. Utakadiria mwenyewe sasa na watoto wanne. Sasa uweze kukadiria, utajuaje kama nimepiga mfululizo au kama nimepiga kuchelewa sijui. Kwa hiyo nikaanza kuzungumza, nisabi haki shezi. Sijui alikuwa anaongea nini. Tulienda nyumbani hakuna anayeongea na mwenzake. Ndani naongea kumbavu kabisa. Yaani nishaanza kufanya mikakati yangu, sitaki mazoea naye. Unajua kuna vitu vya ajabu sana. Unaweza kuona story lakini siku hiyo ungeniona. Anajua hata siku hiyo chafundisha akiwepo. Na manyika hata hapa YouTube kumbe ameniambia ameona. Na hata hapa anaweza kawa nao. Kanisikia uchungu na uma. Nikasema hivi kweli. Sasa tumeenda ndani naingia mkato. Najihesabia haki. Kanisukuma. Hata kama sijamuona, unanisukuma mbele za mwanaume. Sio jamani. Mbele za watu. Mshenzi kabisa. Achana naye. Lakini nikasikia Yesu ananiambia tengeneza mambo ya nyumba yako. Nikasikia angalia, Yesu alisema msamehe kwa kuwa wajua litendalo. Nikaleta habari ya Stefano, alipigwa mawe lakini akasamehe pale pale. Akasema Mungu, hivi kweli kabisa mimi bado kijana, historia hivi kweli tuanze kuishi? Hapana. Kwa mara ya kwanza nikapiga magoti. Sasa sio kupiga magoti, nikapiga magoti. Kaambia mke wangu, naomba nisamehe. Najua nimekukosea. Najua nilipaswa kwanza kukupa wao. Sio nani nikasikia. Ile akweli mimi naigiza hapa. Na mimi nikaanza nikasema na mimi hapa. Wote tukalia.
Huku tunawani pole samehe. Basi pole samehe. Sema amina. Hapo sijakawia. Tendo la ndoa liliendelea. Pigia Yesu makofi na kigelegele. Isheni. Sema amina. Sasa ningejihesabia haki. Hivi nitaka nifumbe kidogo mnisamee jamani. Sema Halo. Vipi? Ningejihesabia haki. Eti haki. Ningesema mimi mwanaume naombaje msamaha? Hivi mwanaume mzima unaomba msamaha kwa mke wako? Si upumbavu mtupu. Naona hiyo kitu. Mwanaume inakuwa. Lakini hapana. Kuna mwanaume mmoja tu, Yesu. Hata Yesu mwenyewe alitoa nini jamani? Msamaha. Sasa mimi na wewe kwa nini tusitoe msamaha? Halo. Kama hata mwenzako mwambie usijihesabie haki. Wewe unayeniangalia usijihesabie haki. Nenda kamtafute mke wako. Mimi nataka niwaambie wiki hii ya novena Roho Mtakatifu. Hebu fanya mpango, usisubiri mke wako kutoka out. Mume wako akirudi mtoe out. Tafuta hata shilingi 10,000, nunua paja la kuku 2, chipsi, mwambie mume wangu nimekuita hapa kukusamehe. Mbona msemi amina kubwa? Yaani tafuta hata 10,000 tu, hata 20,000. So mpaka yako ana hiyo tabia, mwambie nataka nikutoe. Ukifika pale unamuuliza nataka nifanyeje? Nikusamehe. Kweli nataka nikusamehe. Tuanze upya. Umesikia dadangu hapa? Unasamehe chochote unaanza kueleza. Ukisubiri mwanaume aombe msamaha, wengine hawaombagi msamaha mpaka anakufa aombe msamaha. Mfumo dume huu. Anaombaje msamaha? Yaani mkute mwanaume akichaka kabisa masawe, aseme samahani. Hiyo neema ya Mungu na yenyewe. Umkute kabisa. Sema Kwa hiyo ni vizuri utengeneze mambo ya msamaha. Sababu Roho Mtakatifu anapotaka kuingia ndani ya maisha ya mtu, anataka asikute makolokolo ndani, msio? Hataki akute nini? Makolokolo. Mama zako toa makengele hayo. Toa makengele. Amina. Hebu naomba simu nayo naangalia. Toa nini? Makengele. Kwa hiyo msamaha sio kujihesabia haki. Mimi ningejihesabia haki. Nataka niwaambie pale ndiko familia ilikuwa inaharibikia pale. Tunaelewana jamani? Pale ndo mambo alikuwa anafanyaje? Yanaharibika. Yako mengi tu, lakini hiyo itoshe kukufundisha wewe. Unapaswa kumsamehe mwenzako. Unapaswa kutokujihesabia haki. Unajua Petro alimuuliza Yesu, hivi mtu anafaa kusamehe mara ngapi? Unakumbuka? Unajua kwa nini aliuliza? Watu wa teolojia, wataalamu wa Biblia wanasema kwamba Petro alikuwa wanamdharau wanafunzi wa Yesu. Wanamwambia kwanza hujasoma, mzee, mvuvi, angalau mimi Mathayo ni mtoza ushuru. Mimi Luka alikuwa daktari, mimi daktari. Wewe tumekuta mvuvi tu. Alafu wewe kiongozi. Wewe huwezi kuwa kiongozi wewe. Yesu anakuambia tu. Alafu kelele. Yesu akiongea tu, wewe unajibu. Upendi, una chochote. Alafu Yohana anasema mimi ndio wanafunzi naopendwa na Yesu. Unaona Petro alikasirika na Bwana, niambie kusamehe mwisho mara ngapi? Yesu anambia wewe tulia. 7 mara 70. Kuna mwisho wa kusamehe. Kila siku unakufanyaje? Kusamehe. Unasikia binti? Kila siku kufanyaje? Kila siku nikufanyaje? Hakuna mwisho wa kusamehe. Halo. Mpaka leo mimi na mke wangu tunakoseana, tunasameheana, maisha yanaendelea. Halo, mama unasemaje? Unafanya utaratibu Mpigie simu baba yako. Mpigie simu mama yako. Mpigie simu mtu aliyokuumiza. Mpigie simu, mwambie nakusamehe. Yaani ameomba hajaomba, wewe msamehe. Sasa kuzungumza kwa sababu kuna kitu hapa nataka nikizungumze hapa lakini hii kitu na askofu. Ishu moja nikaomba msamaha. Yule mtu akasema mimi sitasamehe. Bila basko. Sio mbempa roho nuka kapa. Kama amekataa kusamehe. Kwa hiyo msamaha sio kujihesabia haki. Yaani kiasi kujihesabia haki huwezi kusamehe. Yaani huwezi kusamehe hata siku moja. Kwa sababu mambo uliyotendewa ni makubwa. Unakuta umebakwa, unakuta umezulumiwa haki yako, unakuta mimi mwenyewe nishalimaga huko shamba la mahindi huko nikampa dadangu karibu sura 8. Alafu ananipigia simu na meti mtoto aliumwa zote alitumia yeye. Sasa utafanyaje? Samehe tu. Utafanyaje sasa? Utamfunga. Dadangu mtoto mama mkubwa alikuwa anaishi huko Kondoa. Ni upande wa mama zangu ni Warangi. Sasa fikiri kitu kama hiyo. Sitaweza kusema
utakuja kufa bure mapema. Maisha bado mazuri jamani. Semeni amina jamani. Hebu mtikiza sema amina. Hata kama yako moyoni sema amina. Kwa hiyo msamaha hapa nimeandika sio muonekano wa nje, sio muonekano wa nini? Wa nje, sio kupotezea. Sio kufanyaje? Potezea. Na hapa nikasema sio kuvumilia, sio kujikaza. Nimeandika vyote hapa. Hapa vitu lakini navirudia. Msamaha sio kujikaza, sio kuvumilia, sio kupotezea, sio muonekano wa nje. Hata kama unaendaga nyumbani usije kafikiri ndio umemsamehe mama. Umesikia hapo? Hata kama unaendaga nyumbani usije kafikiri unamsamehe mama. Unaweza unaenda kwa sababu ni mama, si ndio? Ni kama unatimiza wajibu. Usionekane mbaya lakini hujamsamehe. Inawezekana unakaa na mume wako unaenda tu kwa sababu unatimiza wajibu. Kwa sababu ya watoto tu. Hivi unajua hata unaweza kuwa kwenye ndoa kama mume wako hujamsamehe, yaani usikie hata nitumie lugha gani? Usikie hata ile kumisi. Watu wazima mnaelewa hivyo hivyo. Yaani usikii, lakini kwa sababu ni mume unatimiza tu wajibu wa kuwajibika kwa ile tendo. Lakini ndani hamna kitu. Sasa baba haya. Ndani hamna kitu. Ufanyeje? Ningekuwa na watoto hapa ningezungumza vitu vigumu sana. Kuna wanawake wanateseka kwenye familia huko mpaka unawaonea huruma. Yaani kama una moyo unaweza kumwambia ondoka, nenda kakae. Yaani kama sio imani unamwambia ondoka karudi nyumbani kwenu. Watu wanapitia vitu wa mama. Wanapitia vitu vigumu. Mpaka unakuaje? Kuna mmoja aliondoka mpaka kwa mume wake. Tena mimi sikumwambia niondoke, nikamsikiliza nikamwambia mimi nakushauri tu endelea kuvumilia. Sasa wewe mimi ningekuwa ungeniambia mimi nibaki hapa. Kaondoka. Kuna mambo ya ajabu sana kwenye familia. Haki watu watundana wavumilia. Kwa hiyo lazima haya mambo uyasamehe. Sema amina. Sema amina tena jamani. Hebu mwambie mwenzako samehe. Anasemaje? Uko tayari kusamehe kweli? Uko tayari kusamehe jamani? Uko tayari kusamehe kweli? Mimi niwaulize swali moja. Hivi niwaulize. Aliyeumizwa na aliyeumiza, nani anahusika katika tendo la msamaha? Aliyeumizwa na aliyeumiza, nani anahusika katika tendo la msamaha? Anyosha mkono. Huu ni mtihani. Twende ndani kusikia. Aliyeumiza anahusika katika tendo. Huyu anasema aliyeumiza. Wewe? Aliyeumizwa. Wewe? Aliyeumizwa. Wewe? Aliyeumizwa anahusikaje sasa? Toa maelezo. Wasema tendo la msamaha kwa kadiri ambavyo nilifundisha, wote wanahusika tendo la nini? La msamaha. Kwa sababu unaweza ukakaa na mtu anayeumiza, alafu huyo mtu hajitambui, haoni umuhimu wa kufanyaje, wa kuomba msamaha. Sasa wewe utamsubiri aje kuomba msamaha? Nani anaumia zaidi? Kwa hiyo wote wawili wanahusika katika tendo la nini? La msamaha. Kwa hiyo usije ukamsubiri mtu aje kukuomba nini? Msamaha. Wala usije ukasubiri kuomba msamaha. Wajibu wako wewe ni kutoa msamaha. Na kama umemkosea mtu, wajibu wako wewe ni kuomba nini? Msamaha. Yaani unapomwomba mtu msamaha, akikataa kukusamehe, wewe tena uhusiki na hiyo kesi. Kwamba cha msingi bwana, mimi najua jana kuumiza, lakini nimekuja hapa naomba tupatane, tuelewane, maisha ndo haya kutoka moyoni kwa dhati kabisa. Dada, ninaomba unisamehe. Sasa dada huyu akajibu, akasema uliniumiza sana, mimi sitaki. Dada, ninakuomba mara 3, ninaomba tutengeneze, tusameane. Ni kweli nimekuumiza. Naomba, nimekuja kukiri kosa. Anakataa. Nimekuja kukiri kosa. Anakataa. Wewe unangoja nini? Usimlazimishe. Wewe ukimuona za saizi nzuri, tena za saizi nzuri, za saizi nzuri, sababu wewe ulishamwomba msamaha. Yeye akinuna, akikataa, hiyo ni nini sasa? Mahusiano yake na nani? Na Mungu, sio yako. Na wewe jenga amani yako. Yaani wewe ishi maisha ya furaha kwa sababu ulishaenda kukiri kwamba nimekosa, ninaomba unisamehe. Sasa yeye hajakusamehe, wewe isikuumize. Yaani usije ukaanza kusema, yaani mimi nakwambia yule jana nimeomba msamaha, tena ukaanza kutangaza, yaani hajanisamehe mpaka nakosa amani. Yaani unakosa amani nini? Wewe ushamwomba msamaha. Wewe tengeneza maisha yako, kuwa na amani zako. Ukimwona dada za saizi nzuri, hajaitika, wewe endelea na nini? Tena huko ndani kuwa na nini? Na amani. Kwa sababu umekiri kwamba
nimekukosea na ninaomba nini? Msamaha. Yeye kwa sababu ana kitu kimoja hapa nimeandika, nimesema kwa sababu huyo mtu amefika kwenye level kwamba kutokusamehe ni kifungo cha uchungu na huzuni. Kwa hiyo ufike mahali huyo mtu akifika kwenye level ya kifungo cha uchungu na huzuni, mtu wa namna hiyo hata ukienda kumuomba msamaha anakuwa na sio rahisi, anakuwa na uzito, anakuwa na hali fulani ya mgumu, anakuwa anaona kama vile kuomba msamaha yani kwamba ni kama vile anapata hasara. Yaani anaona kama vile yeye nafikiri kutokusamehe kwake ni sawa tu. Hapana. Tunaelewana jamani? Sasa ndio hapa nimesema msamaha, nimeandika hapa, kutokusamehe ni kifungo cha uchungu na huzuni. Ni kifungo kibaya sana. Yaani kama usamehe unatengeneza mazingira ya kifungo, sema kifungo. Yaani unafunga kitu fulani huko ndani. Hata watu wakiambia samehe huwezi. Hata watu wakiambia achilia huwezi. Bwana amekuja mtu kama msamaha huwezi. Maana yake unatengeneza level ya nini? Ya kifungo. Unatengeneza ya uchungu. Huna amani huko ndani. Hata kama ukiwa unaomba, na mtu yote ambaye ana kifungo cha uchungu na huzuni hawezi kuwa muombaji mzuri. Hawezi kuwa na mambo ya Mungu, yapenda mambo ya Mungu. Sababu ndani ana kifungo. Huko ndani kuna magandamizo. Halo. Sasa mtu wa namna hiyo amefika level hiyo. Huyu mtu anaona ngumu kusamehe. Ni kwa sababu ana kifungo cha huzuni na nini? Na cha uchungu. Mungu ni mwema. Mwangalie mwenzako, mwambie una vifungo vingapi vya uchungu na huzuni? Anasemaje? Vingapi? Ana vingapi? Vingi. Ningepata vijiwe. Sio naelewa. Muona hii kanga hii? Muona hii kanga hii? Nikisema kifungo, nafikiri mtanielewa nikichukua hapa. Mwenye nikisema kifungo sio mnaelewa. Nikisema kifungo cha uchungu na huzuni, na maanisha huu ndio moyo wako, mama nani hapa, mama Akoni. Mmesikia? Huu ndio moyo wako, dada. Huu ndio moyo. Unapepea. Hapa ni mwepesi. Unapepea. Unaona moyo unapopepea. Bendera yake Yesu sasa inafanyaje? Inapepea. Inapepea ipepea. Sasa nikisema kwamba huyo mtu ana level ya kifungo cha uchungu, maana yake huyu ni mtu aliyemuumiza. Anachukua hapa. Anafanyaje? Anamfunga. Huyu ni mwingine amemuumiza. Anachukua hapa. Anafanyaje? Ningekuwa nataka nifunge mpaka fundo lenyewe. Huyu mtu amemuumiza mwingine. Pengine sijui kwenye mahusiano, pengine sijui mume, pengine kwenye kuzurumiwa, sijui kitu gani, mimi nitajua wenyewe. Unafunga hapa tueche. Unafunga hapa tueche. Haya, bendera inapepea tena ya Yesu hapa. Au zinapepea mnywele tu. Halo. Sina nielewa. Nikisema kifungo, sasa hii haijalishi kwa mwanaume au kwa mwanamke. Wote tunaweza tukawa na kifungo cha uchungu. So tukiwa na kifungo cha uchungu, tunaruhusu magonjwa, tunaruhusu mapepo, tunaruhusu majini mahaba. Nasikia majini mahaba unayajua wewe? Mnasikia historia za majini mahaba? Watu wengi ambao mnakuwa na moyo wa uchungu na huzuni, mlango wa kwanza wa majini mahaba ni mlango wa huzuni na uchungu. Ndio usiku unalala, unapata ndoto za wanaume. Unapata ndoto, unatembea na wanaume, unafanya nao tendo hilo. Ni majini mahaba, kwa sababu huko ndani hakuna amani. Na sio tu majini mahaba, hata uchawi unaweza ukatupiwa na mtu. Unaingia kirahisi. Sababu ndani humu kuko ovyo, kuko teke. Mchawi. Unaweza ukashangaa usiku unaota unaenda baharini. Wala wewe sio mchawi. Lakini wachawi wanakuunganisha kwa sababu mlango wao moja wapo ni kifungo cha uchungu. Kesho nitazungumza zaidi kwenye hilo eneo. Sasa Roho Mtakatifu anapotaka kuingia humu ndani anakuta kuna uchungu umefungwa. Anaweza kuingia kwa humo ndani. Anaweza kukaa tena humo ndani. Hata ule ujazo na nguvu za Roho Mtakatifu zinaweza zikaingia humo ndani mwako. Sasa tunahitaji siku hizi ambazo zimebakia Roho Mtakatifu aminike na kwetu. Lazima tuwaachilie watu watufunga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuweze kuwa huru, tupepee kibiashara, tupepee kwenye ndoa, tupepee kwenye kazi zetu, tupepee. Sema amina. Pigie Roho Mtakatifu makofi na vigeregere. Halo. Ya nani? Hebu kamata mmoja kuna uchungu gani ndani? Wapi kuna uchungu? Unakuta mtu ndani hana amani, hana furaha. Yaani kuna mtu anajikaza utafikiri nani, kumbe ndani huko kumfanyaje? Leo tutakuwa na huduma, kesho tutakuwa na huduma. Si ndio jamani? Naona ile somo nao ni refu sana. Au tuishie leo hii? Liendelee. Tuanze kufunguka huko ndani. Pakifunguka huko ndani na waambieni. Yaani hata kama una vidonda vya tumbo vinaondoka. Hata
kama una vitu, kichwa kinauma, unasikia kichwa kinauma, mwingine anasikia miguu inauma mara zote, wakati mwingine ni kifungu huko ndani. Tumuombe Roho Mtakatifu. Sema amina. Fumba macho yako. Sema njoo Roho Mtakatifu. Sijasema inama, fumba macho yako, kaa hivyo hivyo ulivyokaa. Sema njoo Roho Mtakatifu. Ponye kila aina huzuni, kila aina uchungu zilizosababishwa na kutokusamehe. Tazama ndani ya moyo wangu umizwa, na kuna watu wengi wameniumiza, ninashindwa kuwasamehe. Ninaomba Roho Mtakatifu unipe neema ya kuwasamehe na niweze kufanya maamuzi ya kuwasamehe wale wote walioniumiza kwa maneno yao, kwa tabia zao, mambo waliyotendea. Ninaomba unipe neema ya kufanya maamuzi ya kuwasamehe wale wote walionitenda mambo machungu, hasa wale watu wa karibu niliowaamini na kuwashirikisha mambo yangu nikijua watanisaidia, au ndio wakaniumiza. Leo Roho Mtakatifu, neema, nipe neema ya kufanya maamuzi ya kuwaachilia na kuwasamehe kabisa ndani ya moyo wangu, mmoja mmoja niweze kuwasamehe. Fumba macho yako, tulia tu. Achilia tu mapema. Dakika hizi 2-3, achilia tu. Achilia tu, kama ni mama, kama ni baba, kama ni shangazi, kama ni mjomba, kama kuna watu walikataa kukusomesha, kuna watu hawajakusaidia, kuna mambo mengi ukiyakumbuka yanaumiza. Unasema kama si huyu nisingekuwa hivi. Nakupa nafasi ya kuanza mapema tu. Ya kulia, wewe lia tu. Nani anasikia hiyo hali? Achilia. 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 Achilia hivyo vitu sasa. Achilia huyo mtu. Ni kweli amekutendea mambo mabaya. Mwachilie tu dada. Mwachilie. Kama si yeye usingekuwa hivyo. Mwachilie. Mungu anakupenda sana. Mwachilie. Nimekufuata hapa kwa sababu ninajua kuna vitu kama 4 ndani mwako huwa vinakuumiza kwa muda mrefu. Achilia. Anza kufanya maamuzi. Mwachilie. Mwachilie tu. Mwachilie tu. Usijihesabie haki, mwachilie. Mwachilie. Utaanza kuona nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu inashuka. Nguvu ya Mungu inashuka. Nguvu ya msamaha inashuka. Nguvu ya msamaha inashuka. Nguvu ya msamaha inashuka. Utaweza peke yako. Nguvu ya Mungu inashuka. 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 Kuna mambo unahitaji Mungu tu akusaidie. Anakusaidia. 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 Anakusaidia kwenye hilo jambo ulioshindwa kusamehe. Anakusaidia. Anakusaidia, ninaona. Anakusaidia. Ajitahidi kuachilia. Achilia, 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 achilia. Achilia, 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 achilia. Achilia. Inauma. Achilia. Achilia huyo mtu. Dada anazungumza na wewe. Baba anazungumza na wewe, achilia. Achilia tu. Shandara dada. Achilia tu, achilia tu. Achilia tu. Achilia tu. Shandara dada. Mungu anakusaidia. Mungu anakusaidia. Mungu anakusaidia. Achilia. Achilia waliokutenda mambo machungu, waachilie. 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 Inauma. Unauma. Nakosa walali. Achilia tu mambo yote dada. Lia kwa nguvu. Lia kwa nguvu tu. Achilia. Kwa nguvu. Kwa nguvu. Kwa nguvu. Achilia. Achilia, kifungo cha kwanza kinafunguka. Kuna watu kama 3 hapa vifungo vyao vinafunguka. Vinafunguka. Achilia vifunguke. Achia vifunguke, vinauma. Lia hata kama ukisikia kukohoa, lia tu. Achia vitoke, achia vitoke. Achia vitoke. Vitoke, achia vitoke. Achia vitoke. Utashangaa magonjwa haya kupati tena. Achia vitoke dada. Endelea kumwombea. Achia vitoke, achilia vitoke tu. Achilia vitoke, achilia vitoke tu. Achilia vitoke, vimekuumiza. Vya mama vimekuumiza binti. Achilia kifungo cha kwanza. Achilia tu vikuumiza. Kumbukumbu zote zilizoumizwa ziachilie ziende. Roho Mtakatifu anataka achukue nafasi. Binti, achilia.
Achilia tu, achilia uweza. Samee. Kuna vitu vinakuumiza. Achilia tu binti. Achilia mama yangu, achilia dada. Achilia. Kuna mambo yanakuumiza ukiyakumbuka. Achilia tu. Sikiri karaba. Achilia tu. Unajua historia yako uliyopitia. Kuna mambo umebakisha moyoni mwako. Kuna maneno ya kuumiza. Kuna vitu vya kusingiziwa. Kuna mambo ulitendewa. Ukikumbuka na wewe fanya maamuzi ya kusamehe. Achia tu, ukisikia kulia lia kwa nguvu. Kwa nguvu, dakika 2. Kwa nguvu, bado dakika 2. Achilia tu. Achilia kwa nguvu. Achilia kwa nguvu. Hata kama ni mtu wa karibu uliompa wako ukamwamini, akakutendea mambo machungu, achilia uchungu uende. Achilia uchungu uende kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Achilia dadangu. Achilia, msamehe mama. Zote unavyokumbuka. Samehe. Achilia mambo yote unayokumbuka uliotendewa. Achilia chochote ulichotendewa. Achilia historia yote ulioambiwa. Achilia, samehe. Nguvu ya Mungu ya kusamehe. Nguvu ya Mungu inashuka. Nguvu ya Mungu inashuka. Nguvu ya msamaha inashuka. Achilia moyo wako. Achilia huyo mtu. Santa Rabashi. Basi kwa sababu ya muda tunaomba tumtolee Mungu sadaka. Sema sadaka. Hebu mtolee Mungu sadaka hapo. Andaa sadaka yako. Moyo wako wa ukarimu. Andaa moyo wako wa sadaka. Mwandalie Mungu. Kesho tutakuwa na muda, naomba kiweza kualika watu. Leo kakae, andika watu ambao walikufunga kwenye moyo wako. Unaweza kuandika moyoni, ukaandika hata kwenye karatasi. Alafu kesho tunakuwa na huduma ya uponyaji wa ndani katika eneo la kutokusamehe. Amina. Hebu andaa hiyo sadaka yako. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya sadaka hii. Tunajua wewe ndio umetujalia kupata hii sadaka. Tunaomba neema na baraka kwa ajili yetu na kwa ajili ya familia yetu na watoto wetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, tuseme amina. Karibuni.